Tuzo ya FIFA Puskas Award ni moja ya vipengele vinavyovuta hisia kubwa zaidi kwenye tuzo za FIFA, ikitolewa kwa mchezaji aliyefunga bao bora zaidi duniani kwa mwaka. Acrobatic ile hata mimi mwenyewe sijui tu, kwa sababu nahisi hiyo ndio goli pekee nimefunga kama vile. Kwa hiyo siwezi kusema nimekuwa nafikiria kufanya vile, lakini imetokea gati. Na safari hii macho ya mashabiki wa soka Tanzania pia yanaelekezwa huko katika ligi kuu soka ya Tanzania. Bao la Clatous Chama lilofunga dhidi ya wapinzani wao wa jadi Young Africans limeibua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki na wachambuzi wa soka. Nilijua kwamba kipa tayari ashatoka, ashasogea, na kule Zanzibar itokeaga. Nakumbuka nimfanya run kama vile, alafu Libasa akanipa pasi. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu nilikuwa nafikiria naogopa kipa kuja, nikaruse control, ndio akachukua mpira Bakari. Tuzo hii imepewa jina la gwiji wa soka wa Hungary, Ferenc Puskás, aliyekuwa maarufu kwa uwezo mkubwa wa kufunga mabao ya kipekee na ya kuvutia. Kwa mujibu wa wadadisi mbalimbali wa soka, bao la Chama limekuwa likitajwa kama moja ya magoli yaliyoonyesha kiwango kikubwa cha ubunifu, uthubutu na ufundi wa hali ya juu, sifa ambazo mara nyingi hutazamwa kwenye mchujo wa tuzo ya Puskás. Mjadala mkubwa sasa ni je, bao hilo linaweza kuingia kwenye orodha ya magoli yatakayowania tuzo hiyo mwaka huu, mwaka 2025. Mshindi wa tuzo hiyo alikuwa ni Santiago Montiel kutoka Argentina, baada ya bao lake kuvutia mashabiki wengi pamoja na wataalamu wa soka duniani. Kinachofanya Puskás kuwa ya kipekee si idadi ya magoli, bali ubora wake. Tuzo hii huangalia ubunifu, ugumu wa bao, ufundi pamoja na namna goli lenyewe lilivyobaki kwenye kumbukumbu za mashabiki.